Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kijana mmoja hapo anajiita John T 45 alikuanga memba ya bunge wananchi Githurai 45. Jamaa alikuwa anatukana Wajaka, walikuwa anatukana Wajaka bila wameingia kwa serikali wakati Raila Amolo Odinga alikuwa hai. Jamaa alikuwa anatukana sisi, aliona amepata masemeji mpya kutoka Mount Kenya, aliona amepata marafiki kutoka Mount Kenya, aliona amepata Mungu kutoka Mount Kenya. John T ametukana Wajaka left right. Swali mimi nauliza, John T, ni nini ilifanyika mpaka ukakosana wale wabunge wananchi wa 45 Githurai? Sasa hii unasema tena umeanza yako ni yako pia, unasema umeanza pale tu Githurai 45. Nini ilifanyika umekosana na Wakikuyu? Nini imefanyika umekosana na kazi? Nini ilifanyika umekosana na watu wa 6 million vote? Nini imefanyika? Mule yoyote ambao iko kwa TikTok ukataka kujua Mkikuyu tabia yake iko vipi, ulizeni John T. Wale wote wako kwa TikTok, kwa sababu mnaogopa kumuuliza, kwa sababu utaka kumuuliza yeye, ndio muulizeni John T before afungue live. Muulizeni John T ni nini ilimpea akakosana na wakosana na Wakikuyu kwa ile bunge yao, na yeye ndiye alianza na hao, na yeye ndiye alikuanga speaker kubwa sana, na yeye ndiye alikuanga mtu mkubwa sana kutukana Wajaka na kutukana Waluya, kutukana Raila na kutukana Wajaluo. Alikuwa yeye ndiye anatumika sana na wale bunge wananchi wa Githurai 45. Muulizeni John T nini ilifanyika. Kwa wale ambao wanataka kujua Kikuyu kwa siasa, muulizeni John T nini ilifanyika. Ninawaambia ishi na hao watu ndio ujue, fanya nao biashara ndio ujue, travel na hao watu ndio wajue. Wacheni kupiga tu kelele hapa kwa TikTok. Wacheni tu kupiga kelele hapa kwa TikTok. Wacheni kukuwa na kaswende ya siasa. Wacheni kukuwa na kisonono ya siasa. Wacheni kukuwa na nyagi ya siasa. Hiyo ndio kitu nawaambia Waluya. Waluya utapoteza time yenu nyingi sana kufuata na Kikuyu ukiimba one time. Na wako na mpango wao, kwa sababu najua this time wasimami. Hakuna Mkikuyu anasimama hii 5 years hii ya Ruto. Hii tunasema Ruto atoke. Mkikuyu hataki kitu yoyote, anasema sisi tutawasupport tu, lakini tupee share. You should think twice. Alafu 2032 wataleta vijana zao, vitu fresh, na nyinyi yenyu unachafua saa hii. Ikifika 2032 itakuwa watu wameshachoka nao. Hao wanaleta fresh. Ndio maana sisi tumeamua kama Waluya, kama Wajaka, tumeamua kukwama na huu mkali, tumeamua kubaki na Ruto. Kwa sababu gani? Tunaipiga hesabu ya 2032. Hata tulimwambia Babu Wine 2027 wacha kujisumbua, unataka president. Wewe enda gavana, fanya one term. 2032 kuja sume president. Kwa sababu gani? Tunategemea huu msimamo. Hao wakali watakuja kusupport. Babu Wine is a project ambao umedrawiwa, drawing board imechorwa na Wajaka. Oburu ako pale na Ruto iko pale. Babu Wine ni future president 2032. Watch. Ngojeni utaona. Hii game tumechora long time ago. Lakini sisi nyinyi Waluya mnajua utaki kusikizanga sisi. Unaona kama sisi hatujui chochote. Hii game tumechora. Wewe ujiulize swali, kwa nini Babu Wine zile vitu zote alikuwa kataka kuodi ameacha, amebaki na kitu moja, anataka governor Nairobi. Na tena amesema anaenda one term governor Nairobi. 2032 ndio anasema president. Na remember, president kama itakuwa Babu Wine kwa ODM itakuwa ni Babu Wine. Alafu kuna mtu lazima usiweke kando. Kuna Joho pia amesimama na Ruto sana. Na kitu kubwa sana, ujueni 2032 kura Wakale itakuwa vacant. Wakale itakuwa ni mtu yote wanaweza dandia. Na ni mtu Wakale watampigia kura ni mtu ambaye alisoma na kijana yao. So John T tuambie kulienda. John T tuambie kulienda aje? Umekosana wa Kikuyu. Umeenda aje? Umekosana na kazi. Waluya can you remember John T? Mimi niwaambia Waluya, before uende utafute kura Wajaluo, before uende ufuate kura wa Kikuyu, before uende ufuate kura ya Waluya, wa Kisii na kura ya Wakamba, wekeni nyumba yenu nyumba moja. Simple like that. Ukishamaliza hivyo, kujeni kwa Wajaka watu wa support. Wakisii watakusupport. Lakini athiriri sahau kwa siasa. Fanya nacho chochote utafanya nayo, lakini kwa siasa don't trust them.
Kwa siasa wanasikiza wazazi wao, kwa siasa wanasikiza wazee wao, kwa siasa wanasikiza elda zao. Kwa siasa si hao ndio wanaamua kufanya hivyo. Na sasa Jonte, tuambie ni kitu gani ilipewa ukakosana kwa bunge Githurai 47? Tuambie siku moja, fungua live mwambie watu ulikosana na watu ABCD, ni nini walikufanyia? Simple like that.